Usipori kwa msiba. Asante, msiba mkubwa kwa klabu ya Simba. Idi Kajuna alikuwa mtu muhimu sana kwenye klabu yetu, mtu wa kujitolea sana, penda sana Simba sana. Kwa hiyo ni huzuni, lakini ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Pengine watu watukupata nafasi ya kujua au kusikia, na wale wasiopata nafasi ya kujua au kusikia, alikuwa anasumbuliwa tu au mauti ulimkuta? Hapana, aliugua. Unajua tulivyokuwa Pemba, Idi alianza kujisikia kama baridi nini, kwa hiyo alirudi Dar es Salaam, lakini akajisikia labda ni hali ya tension ya mechi, kwa hiyo akaendelea kwenda mgodini. Uchukua muda kule mgodini kwake, Kahama, akazidiwa, wakamleta Dar es Salaam. Siku hiyo nimepigiwa kwamba yuko emergency pale Dar es Salaam. Uzuri tulikuwa kwenye kikao cha bodi la baraza la washauri, na mko ndani yuko profesa Janabi, katusaidia, akatolewa kufanyia huduma haraka, akapelekwa Jakaya Kikwete. Jakaya Kikwete pale kaingia ICU. Kwa hiyo wana manage hiyo pressure yake, wana manage kupumua na wana manage matatizo mengine. Kwa hiyo alikaa pale, aliugua nafikiri karibu siku 10 pale mpaka mauti ulivyomkuta hiyo jana usiku. Yeah. Pole sana. Pengine Kajuna alikuwa ni kiongozi namna gani tangu siku ya kwanza unamfahamu, kama ulimfahamu nje ya Simba, mlikutana Simba hadi mauti unamkuta? Kajuna bana aliingia kwenye uongozi wa Simba nafikiri ile uchaguzi wa 2014 Rais Evans Aveba, lakini walipopata matatizo Evans Aveba na Salim Muhene kuwa kaimu mwenyekiti, yeye akawa kaimu makamu mwenyekiti, na baadaye tuliingia kwenye mabadiliko kwenye bodi ya mpito, akawa ni mjumbe wa bodi ya mpito. Akahudumu pale mpaka bodi mpya ilipochaguliwa, lakini pamoja na bodi mpya kuchaguliwa akawa nje ya uongozi. Ni mtu ambaye alikuwa anasafiri na timu, anatoa msaada na timu pale inapohitajika. Kwa wanachama wanataka kusafiri na timu, anasaidia. Yeye mwenyewe anaenda kwenye mechi, alikuwa anafanya shughuli, utafikiri kwamba yeye bado ni kiongozi. Alikuwa mtu wa kujitolea sana. Na hii bodi tulivyoingia sijuzi, Septemba mwaka jana, tulichagua kamati ya mashindano, ndio akaingia kama mjumbe wa kamati ya mashindano, akachukua nafasi ya makamu mwenyekiti chini ya mwenyekiti wa Swedi Nkwabi. Kwa hiyo katika jeshi, mwanajeshi wa Simba maarufu katika hiyo kamati, alikuwa ni mwanajeshi hodari sana, kupambania timu, kusafiri na timu popote pale, nje ya nchi, ndani ya nchi, kwa gharama zake, na kulipia mpaka na watu wengine kusafiri na timu, na vitu vingi alikuwa anajitolea kwenye timu. Kwenye kamati ya mashindano, unajua kamati ya mashindano nyingi wanaendesha kwa pesa zao mara nyingi. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimili mkubwa sana. Kwa hiyo ni pigo kubwa klabu yetu, pigo kubwa Simba, lakini kama sema sote ni Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Kwa hiyo tuzidi kumwombea apate pumziko la milele. Sawa, umezungumzia zaidi kwa Simba, lakini inaonekana leo watu wa itikadi tofauti wamekuja. Serikali, TFF na timu nyingine katika maeneo mengine tofauti wamekuja kumsindikiza katika safari yake ya mwisho. Ni mtu wa watu au ni kwa sababu ni mpira tu? Ni mtu wa watu sana, amesaidia watu wengi sana Kajuna. Siwezi kusema alikuwa tajiri, lakini kidogo alikuwa na uwezo wa kujimudu katika maisha, na alisaidia watu wengi sana. Sio lazima kwenye mpira, wengi tu. Ingekuwa leo tunazungumza hapa, watu wengi sana watoa ushuhuda jinsi gani ambavyo wameweza kuwasaidia watu na matatizo mbalimbali. Na kwa mtu yote ambaye ajishughulisha na mpira, lazima atakuwa anamfahamu Kajuna, iwe kwenye Yanga, timu zingine au TFF na serikali, kwa sababu ni mtu aliyekuwa anajitoa kwa ajili ya mpira. Ni Simba, lakini pia kwa ajili ya mpira. Kwa hiyo sioni hata umati mkubwa ambao sio na Simba tu, na klabu zingine zimewakilishwa pamoja na TFF na serikali na BMT, sishangai kabisa, kwa sababu katika zaidi ya miaka 10 Kajuna maisha yake yote pamoja na biashara yake ilikuwa ni biashara mpira. Kwa hiyo tumempoteza mtu wa maana sana katika mpira wa Tanzania. Kutoka kwa uongozi, bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba Sports Club, mwenyekiti wa bodi,
inakwenda kwa mashabiki, wanachama, wapenzi walioguswa na msiba, wale waliojitokeza hii leo kumsindikiza katika safari yake ya mwisho? Kwa kweli napo pole wana Simba wote kwa kumpoteza kiongozi hodari, kiongozi alikuwa mapambano makubwa kwa ajili ya timu, kiongozi alikuwa mstari wa mbele kusaidia timu, kiongozi alikuwa mstari wa mbele kuongoza wanachama, kiongozi ambaye mahali popote pale Simba inacheza kama hana shughuli muhimu ya kibiashara lazima awepo, na sio yeye tu, analipia na watu wengine wawepo. Kwa hiyo tuzidi kumwombea mpiganaji wetu. Kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa, tunasema mbele yake nyuma yetu, na sote sisi wa Mwenyezi Mungu kwake tutarejea. Shukrani sana boss. Asante. Pole. Asante.